Miundombinu muhimu ya maji na nishati nchini Iran imepata uharibifu mkubwa kutokana na mashambulizi ya Marekani pamoja na Israeli. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa nishati wa nchi hiyo mapema mnamo siku ya Jumapili mara baada ya taarifa hiyo kutoka. Ndugu mpenzi mfuatiliaji, ikumbuke kwamba kwa mara ya kwanza kabisa Israeli na Marekani ziliweza kuishambulia Irani mnamo tarehe 28 mwezi Februari mwaka 2026 na kuweza kumuua kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani Ayatollah Ali Khamenei na kusababisha vita ambavyo vimeweza kuenea karibia eneo lote la Mashariki ya Kati. Utekelezaji wa shambulio hilo katika miundombinu muhimu ya uzalishaji wa maji na nishati nchini Irani umeweza kufanywa kama sehemu ya utekelezaji wa kile ambacho Rais Donald Trump ametoa tamko la onyo dhidi ya taifa la Irani endapo hawataweza kufungua mlango bahari wa Hormuz ndani ya masaa 48. Aidha, kwa kumnukuu waziri wa maji na nishati nchini Irani, aliweza kunukuliwa akisema kwamba miundombinu muhimu ya maji na umeme nchini imeweza kupata uharibifu mkubwa kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni. Aidha, waziri huyo Abbas Ariabadi aliweza kuongezea akisema kwamba mashambulizi yalilenga zaidi makumi ya vituo vya usambazaji wa maji na kutibu na kuharibu kabisa sehemu za mitambo muhimu ya usambazaji wa maji. Aidha, waziri huyo alibainisha akiongeza kuwa juhudi zinaendelea kurekebisha uharibifu ambao umeweza kufanywa kutokana na mashambulizi hayo. Mapema mnamo siku ya Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuwaeleza waandishi wa habari kwamba anaipa Irani masaa 48 kufungua mlango bahari wa Hormuz, la sivyo nchi nzima inaweza kabaki giza. Na kabla ya masaa 48 tayari utekelezaji wa kauli hiyo ya rais wa Marekani imeshaweza kufanywa. Lakini wakati huo IRGC iliweza kujibu sehemu ya kauli hiyo kwa kusema kwamba italipiza kisasi katika eneo lote la Mashariki ya Kati na kuharibu kabisa miundombinu ya nishati eneo lote hilo la Mashariki ya Kati. Hivyo mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israeli katika miundombinu ya uzalishaji wa maji pamoja na ile ya uzalishaji wa umeme au nishati nchini Irani ni ishara ya kwamba Irani sasa kupitia vikosi vyake vya IRGC inaenda kutekeleza ule mpango wa jino kwa jino, macho kwa macho, mkono kwa mkono, upanga kwa upanga, kitu ambacho ni hatari zaidi katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati, kwani itaweza kuingiza mgogoro mkubwa sana wa kiutu na hususan kwa wamama na watoto.